Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Aprili 8, hazina ya ukweli imefunuliwa. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Mathayo 5:6. Na tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema. Asante kwa kutuamsha salama na kutupatia nafasi tena ya kuyasoma na kuyasikiliza yale maandiko yako matakatifu. Tufundishe kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Wote wanaolipokea neno la Injili mioyoni mwao watakuwa na hamu ya kulitangaza. Upendo wa Kristo wa kimbingu hauna budi kuoneshwa. Wale waliomvaa Kristo watatangaza mambo yaliyowapata, wakielezea hatua kwa hatua uongozi wa Roho Mtakatifu na njaa na kiu yao ya kupata neno la Mungu na la Yesu Kristo ambaye amemtuma. Matokeo ya kusali na kulichunguza neno na uchungu rohoni na maneno ya Kristo kwao yakisema, umesamehewa dhambi zako. Si jambo la kawaida kuyaficha mambo kama hayo, na wale waliojazwa na upendo wa Kristo hawataweza kuficha hiyo siri. Kwa uwiano wa jinsi Bwana alivyouruzuku ukweli mtakatifu kiasi hicho hicho, kitakuwa ni ile hamu ya kutaka wengine washirikishwe mibaraka hiyo. Na wanavyoijulisha hazina ya neema ya Mungu, ndivyo neema ya Kristo itakavyotolewa kwao. Watakuwa na moyo wa mtoto mchanga katika uadilifu wote na utii bila kizuizi. Roho zao zitaonea shauku utauwa na ongezeko la hazina za ukweli na neema zitaoneshwa kwao ili ziweze kutolewa duniani. Bahari kuu ya ukweli ni neno la Mungu, maandiko matakatifu, kitabu cha mambo ya asili na kitabu cha uzoefu wa jinsi Mungu alivyoshughulikia maisha ya watu. Hapa ndipo hazina ambayo wafanyakazi wa Kristo wanaweza kutoa mali. Katika kuchunguza ukweli, hawana budi kumtegemea Mungu, wala si ujuzi wa kibinadamu ama watu wakuu ambao hekima yao ni upuuzi kwa Mungu. Kupitia kwa njia zake rasmi alizoziyakinisha, Bwana atatoa uwezo wa kumfahamu kwa kila amtafutaye. Iwapo mfuasi wa Kristo ataliamini neno lake na kulitenda, hakuna sayansi katika mambo ya asili ambayo atashindwa kuielewa na kuipenda. Hakuna chochote isipokuwa kile ambacho hakitamwezesha kutoa ukweli kwa wengine. Sayansi ya mambo ya asili ni ghala ambamo kila mwanafunzi katika shule ya Kristo anapaswa kutoa maarifa. Tunapofikiria uzuri wa viumbe na kujifunza mafunzo yake katika kulima udongo, katika kuotesha miti, katika maajabu yote ya dunia, bahari na anga, hapo tutapata kufunuliwa ukweli kwa njia mpya na siri kuu ya jinsi Mungu anavyofanya kazi na watu. Kina cha hekima yake na hukumu kama zionekanavyo katika maisha ya watu, hizi ndizo ghala zilizojaa hazina. Lakini ni katika maandiko matakatifu ambapo kumjua Mungu umedhihirishwa zaidi kwa binadamu aliyeanguka. Hiyo ndiyo bohari kuu ambamo kuna utajiri wa Kristo usiotafutikana. Ukweli wa ukombozi unao uwezo wa kuongezeka na kupanuka. Ijapokuwa ni wa siku nyingi, lakini siku zote ni mpya wakati wote, ukimwonesha mtafutaji wa ukweli utukufu mkuu zaidi na uwezo wenye nguvu zaidi. Utasoma katika Lulu za Uzima, ukurasa wa 79 hadi 81. Huu ni mwisho wa somo letu la Aprili 8. Hazina ya ukweli imefunuliwa.
macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili, tunajikabidhi kwako siku hii ya leo. Tunaomba baraka zako ziwe pamoja nasi na siku hii ya leo ikawe njema machoni pako. Tunajikabidhi kwako kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu